Leo naomba tujifunze jinsi ya kutafsiri ndoto kwa pamoja. Kuna mambo zaidi ya 73 ya kuzingatia wakati wa kutafsiri ndoto yako. Ila kwa hapa ninataka nikufundishe walau mambo 10 tu ambayo yanaweza kukupa mwangaza wa kutafsiri ndoto yoyote ile kwa wepesi kulingana na ndoto uliyoota. Walau upate mwangaza. Kwa sababu gani? Yeremia anasema mwache nabii aliye na ndoto aiseme ndoto yake. Kwa lugha rahisi ni kwamba ndoto yoyote ile ina maana, isipokuwa inahitaji maarifa uweze kujua ni kitu gani Mungu anakisema. Unapotaka kutafsiri ndoto yako, mambo muhimu sana kuzingatia, ila hapa nitaya-mention mambo 10. Jambo la kwanza, sikiliza sauti na uitambue sauti ile kwenye ndoto yako. Ninapotoa tafsiri ya ndoto, ninaweza nikasema ndoto ni picha inayoonekana wakati mtu akiwa amelala, huku ikiambatana na sauti kulingana na matukio. Kwa kumbe ndoto yoyote ile huwa inaambatana na sauti. Ile sauti ukiweza kuijua, ukiweza kufahamu kwamba hii ni sauti ya kuku, sauti ya ng'ombe, sauti ya mwanamume, sauti ya mwanamke, sauti ya malaika, sauti ya mchawi, sauti ya mganga. Kwa ile sauti ukiweza kuifahamu kwenye ndoto, ndio kitu pekee kinaweza kukurahisishia ndoto yako na ukaielewa vizuri. Kwa cha kwanza, anza kutambua sauti ulioisikia kwenye ndoto. Ile sauti yenyewe tu ina uwezo wa kukupa maelekezo kwamba ndoto ile inahusu kitu gani. Jambo la pili, lazima ufahamu aina ya watu ulioona kwenye ndoto. Hapa kwenye watu wanatofautiana. Kwa unaweza ukamwona mtu mfupi sana, unaweza ukamwona mtu mnene sana, unaweza ukaona giants, majitu yale, na unaweza ukaona mtu yuko kama zombi, unaweza ukaona mtu yuko kama mganga wa kienyeji, unaweza ukaona mtu anang'aa kama malaika. Kwenye ndoto tu, kitendo cha kumfahamu mtu huyo, ukapata uelewa kwamba mtu huyu ni mtu wa aina hii kwenye ndoto, tayari umeshapata asilimia kuweza kuitafsiri hiyo ndoto. Jambo la tatu, zingatia namba yoyote utakayoiona kwenye ndoto. Hizi namba zinakuwaga na maana yake. Ukiona namba zimeandikwa mahali, iwe kwenye anga, iwe kwenye ukuta, iwe chini, ile namba inakuwaga na maana yake. Lakini nje ya hiyo namba, kuna mtu mwingine anaweza kuona idadi ya vitu. Unaweza kuona nyota 2, unaweza kuona watu 4, unaweza kuona mawe 5, unaweza kuona chui 2, unaweza kuona simba 12. Kwa kadri unavyoona idadi inakuwa na maana yake. Ndio maana Farao alipoota ng'ombe 7 wakamezwa na ng'ombe 7, ile idadi ile ndio iliyoleta takwimu na matokeo ya ile ndoto. Na ndio maana hata Yusufu alipoota nyota na mwezi na jua zinainamia, ile idadi ndio ilikuwa idadi ya mama yake, babake na nduguze. Kwa zingatia namba unayoiona kwenye ndoto yako. Jambo la 4, eneo. Eneo kwenye ulimwengu wa ndoto lina maana kubwa sana. Unaweza kuwa unaona eneo la shule uliosoma, eneo la kijijini kwenu, eneo nje ya nchi. Eneo zingatia sana, kwa sababu kwenye eneo pale ndipo ambapo Mungu anakuwa anakuonyesha ujumbe kwa nyakati hizo. Na baada ya hapa, ninadhani somo lijalo nitaanza sasa kukuelekeza kwamba umeshajua eneo. Haya, ilo eneo unatafsirije? Umeshajua idadi ya namba hizo utatafsirije? Kwa hiyo nitaendelea tena kukufundisha, lakini hapa nakupa vitu vya kuzingatia. Hata kama utaamka kwenye ndoto yako, viandike hivyo vitu, hakikisha unavikumbuka, kwa sababu hivyo ndio vitakusaidia kuweza kutafsiri ndoto yako. Jambo la 5, alama utakazoziona kwenye ndoto yako. Alama, kwa mfano, unaweza ukaona msalaba, unaweza ukaona ile alama ya msikitini, unaweza ukaona alama ya mnyama chapa kama 666. Kwa alama yoyote ambayo utaiona, kuna mtu mwingine unaweza ukamwona ana makovu, ila ni kwenye ndoto. Sasa zile alama ndio zinakuja kuleta ufasiliji wa ndoto yako. Usisahau hivyo vitu, kwa sababu ukimwotea mtu au kaota kitu fulani, ila ile alama ukisahau, maana yake umepoteza maana ya ndoto nzima. Lazima alama yoyote utakayoiona izingatie, itunze. Hiyo ndio itakayoleta maana ya ufasiliji wa ndoto yako. Jambo la 6, matendo. Ni matendo gani yanafanyika kwenye hiyo ndoto?
Unaweza ukaota watu wanapigana, watu wanacheza mpira, watu wanakimbizana. Yale matendo ambayo unayaona kwenye ndoto yanakuwaga yamebeba maana ya hiyo ndoto. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba tendo gani limefanyika kwenye ndoto, hilo tendo uliandike pembeni, kwa sababu hayo matendo ndio yanayorahisisha wewe kujua kwamba Mungu anakupa ujumbe gani kwa wakati huo. Jambo la 7, hisia. Unapokuwa unaota ndoto, kuna mtu anaweza kaota ndoto ndani ya huko kwenye ndoto anacheka, ndani ya ndoto huko analia, na kweli anapoamka sasa kuna ile reaction, unaanza kusikia kabisa huzuni na kuingia, unasikia kicheko baada ya kuamka. Kuna hizo ndoto ambazo mtu anaamka, akitoka tu kuamka anajikuta kwenye hali fulani, ile situation anakuwa ameitolea kwenye ndoto. Sasa huyu mtu kwa namna yote ile lazima aanze kufahamu kwamba hii hisia niliyoipata kwenye ndoto ilikuwa inaniwakilisha kitu gani, au Mungu ananisemesha kitu gani. Kwa hiyo hisia yote ambayo unaiona kwenye ndoto hiyo unatakiwa uinukuu, kwa sababu hiyo imebeba pia tafsiri ya ndoto yako. Ndio maana Biblia inasema Farao akaota ndoto na usingizi wake ukapaa. Kwa hiyo kuna ndoto ambayo aliota ikamnyima usingizi. Tunamwona Nebukadneza anaota ndoto, yaani ndoto ilimnyima kabisa amani, mpaka akaita waganga na wachawi na wasoma nyota kwa sababu ya ndoto aliyoota. Kuna hisia ambazo mtu anaweza akaziona kwenye ndoto. Jambo la 8, lazima utambue rangi unazoziona kwenye ndoto yako. Unapoamka, nukuu rangi uliona. Kama mtu kavaa nguo ya zambarau, kuna ujumbe Mungu anasema. Amevaa nguo ya pinki, kuna ujumbe Mungu anasema. Yaani kumbukumbu lako likiangukia kwenye rangi fulani, ile rangi ina ujumbe ambao Mungu anakuwa ameuleta kwako, kwa sababu hawezi ukaota rangi tu isipokuwa Mungu amesema na wewe. Mtu anayeota rangi yoyote ile, fahamu kwamba Mungu anakuwa anasema jambo fulani kwa ajili yako. Jambo la 9 ni ndoto kujielezea katika ndoto. Hii huwa napenda kusema kwamba ni ndoto ndani ya ndoto. Kwa hiyo unakuta unaota ndoto, alafu unakuwa kama umeshaamka, unaenda tena kusimulia, unaenda kuongea na mtu kwenye ndoto, lakini ukiamka bado ilikuwa ni ndoto pia. Hiyo ndoto kwa lugha rahisi umesaidiwa jinsi ya kuitafsiri na umesaidiwa maana kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la 10 na la mwisho, rejea kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna ndoto zingine zenyewe huwa zina neno la Mungu kabisa, umepewa, unakuta andiko umepewa, unakuta ujumbe fulani umepewa, Luka, Mathayo. Kwa hiyo ukiamka, anza kusoma lile neno tu, hauhitaji kutafsiriwa na mtu. Lile neno liloota ndio message ambayo Mungu amekusudia kukupatia. Ninaomba kama unahitaji kuendelea kujifunza mpaka tufike hizo hatua zote 73, basi naomba ucomment hapo chini, ni kwamba nijue kwamba kuna wanafunzi walikuwa wanajifunza pamoja na mimi. Kama unahitaji muendelezo, basi tamka neno lolote, ili mradi nipate nguvu ya kuendelea kukupatia maarifa haya. Mungu wa mbinguni akubariki sana na akutunze sana. Kusudi langu ni kukupatia maarifa ili unapoota ndoto ujue jinsi ya kuomba na kushughulikia, ili shetani akose chake na akose kuangamiza nafsi yako. Barikiwa sana. Amen.